Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yaendelea kuwa moja maeneo muhimu kwa uwekezaji wa kigeni. Sekta ya teknolojia ya juu nchini China yakuwa kwa kasi mwanzoni mwa mwaka huu. Na vifaa mahiri vya nyumbani vinawezesha watu kufurahia maisha huku mashine zikifanya kazi za nyumbani nchini China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na wachambuzi wa kimataifa wamesema ishara chanya zimejitokeza kutoka mikutano ya kisiasa ya China inayojulikana kama mikutano miwili, yaani vikao viwili, wakieleza kuwa juhudi za nchi hiyo kuanza kwa nguvu utekelezaji wa mpango 15 wa maendeleo wa miaka mitano zinaonyesha kasi imara ya maendeleo ya ubora wa juu na kuongeza imani katika uchumi wa dunia. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Wataalam na viongozi kutoka mataifa mbalimbali wamesema uzoefu wa maendeleo wa China unaweza kuwa muhimu kwa nchi za kusini mwa dunia, yaani Global South, katika kutafuta njia mbadala za kufikia maendeleo ya kisasa na endelevu. President Xi stated that Chinese style modernization is modernization that leads to common prosperity for all. This model injects confidence into the Global South nations, including Nigeria. It demonstrates that there is more than one path leading to modernization. The common prosperity emphasized in the Chinese path provides a Chinese solution to the world's escalating problems of wealth gaps and distributive injustice. This is not only China's achievement, but also a new form of human advancement. Nchini Singapore, mchumi mashuhuri Tan Kong Yam wa chuo kikuu cha Nanyang amesema uongozi ulioratibiwa na CPC umeiwezesha China kutekeleza sera za muda mrefu, kujenga miundombinu mikubwa, kuimarisha viwanda, kuendeleza teknolojia na kupunguza umaskini kwa kiwango kikubwa. The CCP's centralized leadership has provided strong state capacity and long-term policy continuity, enabling large-scale infrastructure development, industrial upgrading, coordinated green and technological strategies, and historically significant poverty reduction. Globally, this presents an alternative modernization narrative, and this offers a different pathway from the traditional Western model, and this is very relevant, particularly for developing countries in the Global South. Na mtaalamu wa taasisi ya utafiti ya Skila, Stephen Osenkop, amesema mikutano hiyo pia imeweka maono mapana ya maendeleo ya baadaye, huku China ikiendelea kuimarisha nafasi yake katika teknolojia na ushirikiano wa kimataifa kupitia mpango wa ukanda mmoja na njia moja. I think the two sessions have created a comprehensive vision for the future of not only China, but for mankind. So the recent 25 years under the guidance of the 5-year plans have created an immense leadership role of China in technology. And that's very significant because China is a country that is connected to the world via the Belt and Road Initiative and via many multilateral organizations. And so they are more likely and they intend to share technologies with their partners. Aliongeza kuwa ikiwa mataifa yataendelea kuheshimiana na kuzingatia maslahi ya maendeleo ya kila upande, dunia inaweza kuwa na mustakabali wa amani na ushirikiano. Mtindo wa maisha ya watu nchini China unabadilika kuelekea enzi mpya kadri teknolojia inavyogeuza ndoto ya nyumba inayofanya kazi kiotomatiki bila juhudi nyingi za binadamu kuwa uhalisia. Hamis Darwish anatuarifu zaidi. Bidhaa za nyumba mahiri zimejumuishwa kwa mara ya kwanza katika sera ya ruzuku ya matumizi ya serikali mwaka 2026
kama sehemu ya juhudi pana za nchi ya China kuimarisha matumizi ya ndani. Katika nyumba iliyo na vifaa mahiri vya nyumbani, msaidizi wa nyumba anayetumia akili bandia au akili mnemba anafanya kazi ya kuboresha maisha ya watu. Kwa mfano, anaweza kufungua mlango kiotomatiki, kuwasha taa na kurekebisha kiyoyozi pamoja na mapazia ili kutoa hali ya faraja inayofaa kwa wakazi wa nyumba. Katika nyumba kama hii, roboti hushughulikia usafi, mashine ya kufua hupanga yenyewe ratiba ya kufua na kukausha nguo, na jiko hudhibiti kiwango cha joto bila msaada wa mtu. Mbali na burudani, runinga hutumika pia kama kitovu cha kudhibiti vifaa vya nyumba. Chukua mfano wa jokofu. Kwa msaada wa AI, sasa linaweza kuwa kama mshauri wa lishe anayefanya kazi siku nzima. Watumiaji wengi hawaelewi namna ya kudhibiti mazingira ya kuhifadhi chakula ili kibaki kibichi baada ya kukiweka kwenye jokofu. Kwa teknolojia ya kuona ya AI, jokofu linakuwa kifaa kinachoweza kusikiliza, kuzungumza na kufikiri. Taarifa za jokofu pia huunganishwa na simu ya mkononi. Hivyo watu wanaweza kuona ni bidhaa gani za vyakula zinahitaji kuongezwa wakiwa mahali popote walipo. Hali hii inatokana hasa na hamu inayoongezeka ya watumiaji ya kuwa na maisha bora zaidi. Hawaridhiki tena na bidhaa zenye kazi moja tu, wanataka uzoefu wa huduma nyingi zaidi. Kwa hiyo, kulingana na mahitaji ya watumiaji, tutaongeza huduma zaidi ambazo si lazima zihusiane moja kwa moja na utengenezaji wa bidhaa, bali zaidi katika kiwango cha programu, yani software. Huduma hizi hatimaye huchangia kuboresha utengenezaji wa bidhaa. Mapato ya mauzo katika sekta ya teknolojia ya juu nchini China yameongezeka kwa asilimia 16.1 katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za kodi zilizotolewa na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa kodi ya China. Tom Njala anatufahamisha zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta zinazotegemea ubunifu nchini China zimeendelea kukua kwa kasi katika kipindi cha Januari hadi Februari mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapato ya mauzo katika sekta ya huduma za teknolojia ya juu yameongezeka kwa asilimia 17.2 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Huduma za kati katika sayansi na teknolojia pamoja na utafiti wa sayansi asilia na majaribio ya maendelezo zimekuwa kwa asilimia 25.6 na asilimia 17.4 mtawalia. Wakati huo huo, mapato ya mauzo katika sekta ya utengenezaji wa teknolojia ya juu yameongezeka kwa asilimia 14.5 kwa mwaka. Ukuaji huu umechochewa na sekta kama uchumi wa anga za chini, sekta ya anga ya kibiashara na vifaa vya kielektroniki vya watumiaji. Kutokana na hilo, mapato ya mauzo katika utengenezaji wa vifaa vya anga yameongezeka kwa asilimia 28.5, huku utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki na mawasiliano ukiongezeka kwa asilimia 18.4 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Aidha, takwimu za Ankara zinaonyesha kuwa mapato ya mauzo katika sekta ya utafiti wa kisayansi na huduma za teknolojia nchini China yameongezeka kwa asilimia 23.6 katika kipindi cha Januari hadi Februari mwaka huu, yakidumisha kasi kubwa ya ukuaji. Kando na hayo, ununuzi wa teknolojia za kidijitali na makampuni pamoja na mapato ya mauzo katika sekta kuu za uchumi wa kidijitali yameongezeka kwa asilimia 10.8 katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu. Na China inaendelea kupata mafanikio makubwa katika juhudi za kulinda na kuhifadhi ardhi oevu, ikiwa ni hatua inayochangia kuimarika kwa ubora wa maji na kuongezeka kwa viumbe hai katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mwenzangu Simiyu Wenjala anatuarifu zaidi. Zaidi ya asilimia 50 eneo hili ni ardhi oevu, hali inayoifanya kuwa ngome muhimu ya ekolojia katika bonde la mto Ginjiang. Hifadhi hii ina utajiri mkubwa wa viumbe hai, ikiwa na jumla ya spishi 1078 za mimea na wanyama. Kati ya hizo, spishi 33 zinalindwa kitaifa. Ndege adimu wanaojulikana kama Chinese Mergansers pia wamekuwa wakihifadhiwa na kuishi katika eneo hili wakati wa majira ya baridi kwa miaka 3 mfululizo, ishara ya mazingira bora ya ekolojia. Katika kaunti ya
Zakskogan Tajik iliyoko katika eneo la Xinjiang kaskazini magharibi mwa China, mamlaka za eneo hilo zimeendelea kusimamia kwa makini mipaka ya uhifadhi wa mazingira. Juhudi hizo zimejikita katika kulinda mifumo muhimu ya ekolojia kama vile barafu za milimani, ardhi oevu na maziwa katika uwanda wa Pamir. Hatua kadhaa zimekuwa zikitekelezwa, ikiwemo kurejesha maeneo ya malisho kuwa nyasi asilia, kufufua ardhi oevu na kuboresha uhifadhi wa maji, huku shughuli za maendeleo zisizo na mpangilio zikidhibitiwa kikamilifu. Juhudi hizi zimeanza kuimarisha hali ya mazingira na kuongeza usalama wa ekolojia katika uwanda wa Pamir. Aidha, hifadhi ya taifa ya asili ya ardhi oevu ya Dangjiang iliyoko kaunti ya Sichuan katika mji wa Nanyang mkoani Henan ina jukumu muhimu kama chanzo kikuu cha maji kwa mradi mkubwa wa kusambaza maji kutoka kusini kwenda kaskazini mwa China. Eneo hili lina mfumo kamili wa ekolojia na lina utajiri wa viumbe hai, likiwa makazi muhimu kwa ndege adimu kama vile korongo weusi, Chinese Marjansas na ndege aina ya Crested Ibis. Katika miaka ya hivi karibuni, juhudi za uhifadhi na urejeshaji wa mazingira zimehakikisha kuwa ubora wa maji unasalia katika kiwango cha daraja la pili au zaidi kwa mwaka mzima. Hali hii imeimarisha ulinzi wa ekolojia na kuhakikisha usambazaji wa maji safi kuelekea maeneo ya kaskazini mwa China. China inaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi kwa uwekezaji wa kigeni duniani, huku makampuni mengi ya kimataifa yakionyesha dhamira ya kuendelea kuwekeza licha ya changamoto zinazoukabili uchumi wa dunia. Hayo yameelezwa katika ripoti iliyotolewa na chama cha biashara cha Marekani kusini mwa China. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. China inaendelea kuwa moja wa maeneo muhimu zaidi ya kibiashara za kigeni, huku kampuni nyingi zikiendelea kuwekeza katika soko hilo licha ya kutokuwepo kwa uhakika katika uchumi wa dunia. Haya yameelezwa katika ripoti iliyotolewa Jumanne na chama cha kibiashara cha Marekani huko kusini mwa China. Ripoti maalum ya mwaka huu kuhusu hali ya kibiashara kusini mwa China imeeleza kuwa 95% ya kampuni zilizoshiriki utafiti huo zimeonyesha dhamira thabiti ya kuendelea kufanya shughuli zao nchini China. Chinese market continues to grow. And we want to continue to be a part of it. More than 2,300 members, which account about 40% of all U.S.-China business trade and investment in China, are focused, 77% are focused primarily on importing and producing goods and services in China. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 45% ya kampuni zimeiweka China kuwa kipaumbele chao kikuu cha uwekezaji, ikiwa ni ongezeko la 6% ikilinganishwa na mwaka 2024. Ripoti hiyo pia imebainisha kuwa 75% ya kampuni ambazo zimeshiriki utafiti zinapanga kuwekeza tena nchini China mwaka huu. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa 91% ya makampuni ya Marekani yamesema hayana mpango wa kujitenga na China licha mvutano wa kibiashara uliosababishwa na serikali ya Marekani. Jumla ya kampuni 426 zilishiriki katika utafiti huo wa hivi karibuni, nyingi zikitoka Marekani, China na nchi za Ulaya. Kati ya hizo, zaidi ya nusu ni kampuni zinazomilikiwa kikamilifu na uwekezaji wa kigeni, huku 32% zikiwa ni kampuni zilizo na uwekezaji wa Marekani. Guangzhou, mji mkuu wa mkoa wa Guangdong kusini mwa China, umechaguliwa kuwa eneo bora zaidi la uwekezaji nchini China kwa mwaka wa 6 mfululizo, ukichaguliwa na 38% ya washiriki wa utafiti. Guangzhou has a highly comprehensive industrial chain with over 90% of the industrial categories under the United Nations broad economic classifications having a presence in the city. The overall business environment in Guangzhou is very inclusive, welcoming to all enterprises, including those with foreign investment. Wazalishaji wa magari nchini China wanaongeza kasi ya kutumia roboti katika shughuli zao za uzalishaji, huku wakitafuta njia mpya za kuongeza faida na kuboresha ufanisi wa kazi. Hatua hiyo inalenga pia kuimarisha uzalishaji wenye ubora wa juu kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa katika sekta ya viwanda. Zakia Pong anatuletea picha zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wazalishaji magari wa China wanaongeza kasi ya kuingia kwenye matumizi ya roboti wakati wanatafuta njia mpya za kuongeza faida na kuangalia jinsi matumizi ya roboti yanavyoweza kuongeza nguvu mpya za uzalishaji wenye ubora zaidi.
Katika mji wa kusini wa Guangzhou, roboti ya binadamu iliyotengenezwa na kampuni ya Guangzhou Automobile Group inajiunga kimya kimya na wafanyakazi kwenye kituo cha chini ya ardhi cha Huangcun, ikiongoza wasafiri na kusaidia na ukaguzi wa usalama kama sehemu ya majaribio. Mkuu wa timu ya ukuzaji wa roboti zenye umbo la binadamu wa GAC, Bwana Zhang Aiming, amesema kampuni hiyo inaona roboti ni kama nguvu mpya katika mabadiliko kuelekea uzalishaji wa kisasa. Roboti hiyo ilitambulishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2023 na kuleta nguvu mpya za uzalishaji unaopima ubora na kupima uzalishaji wa kiwango cha juu unaopita miundo ya ukuaji wa jadi. Kampuni hiyo inaweka mkazo katika maendeleo ya teknolojia ya juu, ufanisi wa juu na ubora wa juu, na inaendana na jitihada za kina za mradi wa ukuaji wa kampuni unaotegemea ubunifu. Viwanda vya magari katika mkoa wa Guangdong, moja ya vituo vikubwa vya viwanda nchini China, unaongeza juhudi katika uhandisi wa roboti, huku mipaka kati ya usafirishaji na automesheni na akili bandia ikiendelea kuchanganyika. Kampuni ya XPeng, mtengenezaji mkubwa wa magari yanayotumia betri, ilizindua kizazi cha pili cha roboti yake ya binadamu iitwayo Iron, ikiwekwa na chip 3 za AI za Turing na viungo 62 vinavyofanya kazi. Roboti hiyo inaweza kutembea, kuzungumza na kutekeleza majukumu ya kila siku kwa usahihi unaofanana na wa binadamu, ikivutia umakini mkubwa mtandaoni. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第8课，马丁比我大3岁。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. Peng. Niambie, ipi ni sahihi? 第2个。 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 有。 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个。 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.
同 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 学 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 也 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali, angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个学 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个同 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个有 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个盆 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个做 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nasi. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.